oye! Mbeya Mwenge wa Uhuru oye! Araiki oye! Vijana viva, vijana viva! Viva vijana viva! Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Engineer Zena Saidi, Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Comrade John Mongela, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Tulia Ackson Mwansasu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bi Mgeni Hassan Juma, Naibu Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Mheshimiwa Beno Morris Malisa, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, ndugu Ndele Mwaselela, Kaimu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Mbeya, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri mliopo, Mheshimiwa Makongoro Nyerere, mwakilishi wa familia baba wa taifa, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa taasisi za kitaifa na kimataifa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya mliopo, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na waajiri, wakuu wa taasisi za serikali na binafsi, viongozi na wanachama wa Jumuiya ya Wakimbiza Mwenge wa Uhuru, viongozi wa dini mliopo, viongozi mbalimbali mliopo katika ukumbi huu, ndugu wananchi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nami kama walivyotangulia nianze kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nikiri kabla sijasoma hotuba yangu kwamba Mbeya leo mmetisha sana. Hongereni sana wana Mbeya. Kwa kweli halaiki ya leo imekuja na staili ya kipekee, lakini jinsi ambavyo majukwaa Mheshimiwa Makamu wa Rais yalivyokuwa yanapokea halaiki hii, kwa kweli ni msisimko wa kipekee. Hongereni sana Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama waliotangulia kusema, naomba nami nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa utukufu na kuendelea kuturuzuku wote neema ya uhai na afya njema. Kwa niaba ya Watanzania, ninaomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na kumbukumbu ya miaka 26 ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa mwaka 2025 iliyofanyika hapa mkoani Mbeya. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wote tunafahamu juu ya majukumu ya kitaifa ulionayo, lakini kwa kutambua na kuenzi tunu hii ya taifa na kwa kuthamini na kutambua harakati na mchango wa baba wa taifa aliotoa kwenye ukombozi na ujenzi wa taifa letu, umetenga muda wa kuja kuungana nasi siku ya leo. Binafsi, kwa niaba wenzangu na kwa niaba ya Waziri Mkuu, natanguliza salamu za kushukuru sana mgeni rasmi kwa kutenga muda wako na kuja kuwa pamoja nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba kumshukuru Mheshimiwa Waziri Tabia Maulidi Mwita, Katibu Mkuu wake Bi Fatma Ahmad Rajab na watendaji wote wa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa ushirikiano unaotupa katika ufuatiliaji na uratibu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kila mwaka. Kwa hakika ushirikiano huu unazidi sio tu kuimarisha mahusiano baina yetu, lakini pia inaonyesha msimamo na uimara wa muungano wetu. Ninawashukuruni sana. Lakini pamoja na hilo pia naomba uniruhusu kwa upekee kabisa kumshukuru Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais,
sera, uratibu na baraza la wawakilishi pamoja na timu yake ya wataalamu walioongozana nayo kuja kutoa salamu kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kipekee kabisa naomba nimshukuru naibu waziri wangu Mheshimiwa Petrobas Katambi, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, yeye pamoja na katibu mkuu wetu Bimeli Ngelela Maganga na watendaji wote ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu kwa uratibu thabiti ufanikishaji wa shughuli za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Ninawashukuruni sana kwa kazi nzuri, na kwa hakika bila ya ushirikiano wetu pamoja na nyinyi mambo yasingekuwa mazuri kama tunavyoyaona. Nawashukuruni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitumie nafasi hii ya kumshukuru sana Mheshimiwa Beno Morris Malisa, mkuu wa mkoa wa Mbeya, watendaji na wana Mbeya wote kwa maandalizi mazuri mlioyafanya ambao matokeo yake tunayashuhudia leo. Binafsi nirudie tena, maadhimisho haya yamefana sana na ni ya kiwango cha hali ya juu sana, na kwa wingi huu kwa hakika mlistahili kupewa kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru hapa Mbeya. Nasema asante sana kwa ushirikiano mkubwa na upendo wenu mkubwa kwa taifa la Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu sasa niwashukuru vijana 6 wakimbiza mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na Comrade Ismaili Aliusi, ambayo wamekimbiza mwenge huu wa uhuru wa mwaka 2025 kwa nguvu na bashasha kubwa. Vijana hawa shupavu, wazalendo na mahiri wameukimbiza Mwenge wa Uhuru kwa umbali wa kilomita 25,717 katika mikoa 31, halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku 195. Hongereni sana vijana wetu, kwa hakika nyinyi ni wazalendo wa kweli na mmetupa heshima kubwa sana serikali yenu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla sijaendelea mbali kwa umuhimu wa kipekee, uniruhusu nimshukuru sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano ndugu Kassim Majaliwa. Kwa hakika yeye ni waziri mkuu wa mfano wake. Wizara na sisi tuliofanya kazi nawe tutaendelea kukukumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa mwongozo wako, kwa hekima zako, busara zako, lakini siku zote ukiwa mwalimu katika kazi. Wewe umekuwa mfano wa kipekee. Mimi na wenzangu ndani ya wizara yako ambao tulikuwa tunakusaidia kazi hii katika miaka hii, tunafarijika kusema kuwa umekuwa mwalimu na utaendelea kuwa mwalimu wetu. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo taifa limetimiza miaka 26 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotutoka siku ya tarehe kama ya leo 14 Oktoba mwaka 1999. Wakati wa uhuru wake, wakati wa uhai wake, baba wa taifa alijitoa sana kwa ajili ya kulikomboa taifa letu na mataifa mengine barani Afrika. Alijenga na kusimamia misingi imara ya umoja, amani na upendo. Alichukia sana rushwa na dhuluma. Aliamini katika usawa wa mtu na watu. Na wakati wa utawala wake alijipambanua kwa kupiga vita umaskini na maradhi. Na leo hii sisi wa Tanzania tunaendelea kujivunia kuwa na viongozi wanaoendelea kusimamia amani, mshikamano, umoja wa kitaifa na kuendeleza falsafa ya Mwalimu Nyerere na maono ya baba wa taifa kwa vitendo, huku tukiridhishwa tunu hizi kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa rasmi, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zilizinduliwa tarehe 2 Aprili mwaka 2024 mkoani Pwani. Ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 ulihusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu uliambatana na jumbe za kudumu zinazohusu mapambano dhidi ya rushwa, VVU, ukimwi, malaria, dawa za kulevya na usitaji jamii kuzingatia lishe bora kwa afya imara. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo furaha kubwa kujulisha kuwa wananchi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo nchini wamepokea vizuri ujumbe huo wa Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Niruhusu katika nukta hii nieleze kwa ufupi mafanikio yaliyopatikana kutokana na mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais,
Mwenge wa Uhuru mwaka huu umefanikiwa kuwapatia wananchi elimu na ufafanuzi wa masuala muhimu yanayohusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mbio za Mwenge wa Uhuru kwa kushirikiana na watendaji na viongozi wa vyama vya siasa ziliendeleza pia kuhamasisha wananchi kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, kushiriki katika kampeni za wagombea, kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, huku msisitizo mkubwa ukiwa katika kulinda amani na utulivu wa nchi yetu kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais, miradi ya maendeleo 1382 yenye thamani za shilingi za Tanzania trilioni 2.9 imezinduliwa na mingine kuwekewa jiwe la msingi. Miradi iliyofanywa kazi mwaka huu iliguswa sekta ya kipaumbele katika eneo la elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Msitizo mkubwa ukiwekwa katika mifumo ya kidigitali, hasa ule mfumo wa manunuzi yani NeST, katika utoaji wa zabuni na ununuzi wa huduma katika kila fedha ya umma inapotolewa kwenye miradi ya maendeleo nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, lakini pamoja na hayo, katika kuendeleza jitihada ya kupambana na magonjwa ya ukimwi, wananchi 62,257 walijitokeza kupima virusi vya ukimwi kwa hiari, ambapo wananchi 345 sawa na 0.6% waliojitokeza walibainika kuwa na maambukizi ya VVU ukimwi. Waathirika wote walipewa ushauri na saa kusajiliwa katika vituo vya afya vya serikali kwa ajili ya kwanza kupata huduma stahiki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa upande wa mapambano dhidi ya malaria, jumla wananchi 28,928 walitokeza kupima vimelea vya ugonjwa wa malaria, ambapo kati yao wananchi 831 sawa na 3.1% waliopima walibainika kuwa na virusi na vimelea vya malaria na walipatiwa tiba stahiki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Watanzania wameendelea kujitolea damu salama kwa kiasi cha lita 7,008 kilipatikana kupitia mikesha mbalimbali ya Mwenge wa Uhuru. Damu iliyokusanywa itarejeshwa kwa matumizi ya wananchi wa Tanzania wenye uhitaji. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kushika kasi nchini. Mwenge wa Uhuru uliendelea kuwaelimisha Watanzania kuhusu rushwa na athari zake kwa uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Katika ukaguzi wa miradi, Mwenge wa Uhuru ulibaini kuwepo kwa kasoro ndogo katika baadhi ya miradi ambayo zinarekebishwa, na ulitoa maagizo kuwa yatakapokamilika maagizo hayo taarifa ziletwe katika utaratibu ulioelekezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki hii tulikuwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa. Wiki ambayo shughuli ambayo ilianza tarehe 8 Oktoba mwaka 2025 katika viwanja vya Windini vilivyopo hapa Mbeya. Na leo hii Mheshimiwa Makamu wa Rais yamefikia kilele chake. Nataka kutumia nafasi hii kukushukuru wewe kwa kutupa heshima ya kutufungia maonyesho hayo. Lakini katika kipindi cha wiki hii moja tumeshuhudia vijana na wadau wa maendeleo ya vijana wakionyesha fursa zilizopo na shughuli za maendeleo na ubunifu wanazozifanya. Maonyesho haya yamedhihirisha kuwa taifa lina hazina kubwa ya vijana mahiri, wabunifu na wazalendo. Aidha, katika kipindi chote cha mbio za Mwenge wa Uhuru, halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilielekezwa kuandaa na kuendesha makongamano na midaharo ya vijana nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kutaarifu kuwa zoezi hili limefanyika kwa ufanisi mkubwa chini ya usimamizi wa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, na kila kwenye mkesha vijana walijitokeza, na naomba kusema kwamba katika eneo hili vijana zaidi ya 142,000 walishiriki mikesha hiyo na makongamano hayo Tanzania nzima. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunapohitimisha mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, napenda kukutaarifu kuwa umma wa Tanzania kuwa uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 utafanyika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 utafanyika mkoani Kusini Pemba, na maadhimisho ya kilele hicho katika kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ya miaka 27 na wiki ya vijana kitaifa yatafanyika mkoani Rukwa. Ninaomba kutumia nafasi hii kuwashukuru wakuu wa mikoa hiyo
kwa kukubali kubeba dhamana hiyo. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimedokezwa hapa na Comrade Nyerere kuwa Rukwa wamejipanga vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaendelea na maelezo yangu, ninaomba sasa wote tushuhudie Mwenge wa Uhuru na wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiingiza uwanjani chombo na vijana hawa 6 waliokimbiza mbio za Mwenge wa Uhuru kwa siku 195 wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Usi kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wakati Mwenge wa Uhuru utakapokuwa unaingia, nitakuomba wewe pamoja na meza kuu tusimame kuulaki Mwenge wa Uhuru na brass band yetu itatuongoza kwa wimbo maalum. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa kwa ruksa yako ni waruhusu wakimbiza mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 wakiongozwa na Comrade Ismail Ali Usi waingie uwanjani. Karibuni vijana wetu. Wote tuinuke tafadhali, uwanja mzima tuinuke wakati wanaingia. Safari ya siku 195